Na hiyo na nusu finali paka finali. Kama kawaida yetu hatuna mambo mengi kivile, na nyimbo yetu ile ile. Na hapa naidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Na hapa naidi mbele ya Mungu Tanzania nitakulinda mpaka kufa. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya mashabiki, nguvu ya taifa. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Nguvu ya taifa, nguvu ya mashabiki. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa baraka na neema. Hii ni kwa wote, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wote ambao waliosababisha timu yetu kuingia katika hatua za 16 bora. Mashabiki, technical bench, wachezaji, lakini pia serikali kwa ujumla kutoa hamasa yao na support kwa ajili ya timu yetu kwenda mbele. Ombi langu si lazima, ni ombi tu. Tunaangalia katika hii AFCON, asilimia kubwa ya timu nyingi zinakuwa zina mashabiki wengi. Mfano Kongo jana tunaona game yao, tunaona washabiki wapo wengi sana. Ombi langu kwa serikali, wadau mbalimbali wa mpira, watusaidie ndege na sisi twende tukahanikize, kwa sababu tunaenda kucheza na Morocco, na Morocco tunawajua ni game ngumu. Kwa hiyo mshabiki kama mchezaji wa 12, tunaomba serikali na wadau wengine watusaidie ndege twende tukashangilie, kwa sababu mchezaji wa 12 ni shabiki, ili na sisi tuanikize, kwa sababu mataifa mengine tunaona mashabiki wao. Kwa nini sisi tunani? Na tuna imani inawezekana, na serikali yetu ni sikivu, itasikia hili, na hilo niseme kwamba kila mmoja, na sio serikali tu, hata wadau ambao wanaweza wakaona kwamba hawa hapa tunaweza tukawasafirisha kwa ajili ya kuanikiza. Shukrani sana. Asante sana mzee wa Salute kwa ombi lako, na imani serikali imelisikia. Tuko na Silva. Yes, tuambie wewe kama shabiki wa Taifa Stars, matokeo haya umeyapokeaje, Taifa Stars kutinga hatua ya 16 bora? Kwa jina naitwa Silva Official Mume. Jamani, mimi nasema kitu kimoja. Kwanza pongezi kwa nchi yetu, kwanza wa Tanzania wenyewe wote. Pongezi kwa Gamondi na watoto wake wale wa pale wote kwenye benchi la ufundi. Pongezi kwa Captain Samata na watoto wake wote pale. Pongezi kwa mdogo wangu Faisal Toto. Maana Faisal Toto mguu wa kushoto ni Cristiano Ronaldo mtupu, mguu wa kulia ni Messi mtupu. Alafu ana kifua cha Balotelli. Na ana mashuti balaa hapa na Mbagala goli. Jana nilipata kuona na nilipata kuhadisiwa na nilipata kushuhudia wa Morocco na wa Tunisia wanasema Faisal hajazaliwa Tanzania na sio Mtanzania, wameandamana. Lakini tukiongelea performance ya kikosi kizima, Silva, unaizungumziaje kwa Taifa Stars? Kikosi kwanza, kuna watabiri na wale watu kwanza ule paka wao wamefeli. Kuna paka mwenyewe anajichagua huku Morocco kashinda, si nani kashinda, ule paka kafeli, achinjwe atupwe kabisa. Maana yule ndo alitoa ushahidi kwamba sisi tunafungwa. Yule ndo alisema kwamba sisi tunafungwa ule paka. Yule paka mimi nakwambia wampige marungu. Hana adabu. Asante. Asante sana Silva. Kwa ajili ya muda tutabidi tuchukue na mwingine. Sasa hizi kaka, na tutambulisha majina yako, unaitwa nani, na matokeo haya ya Taifa Stars kutinga hatua ya 16 bora umeyapokeaje wewe kama shabiki kindakindaki wa timu ya taifa? Kwa jina naitwa Mustafa Alikuti, mzee wa kujichora. Binafsi jana ilikuwa siku nzuri kwangu, kwa sababu jana ilikuwa siku birthday yangu jana, sekretariat. Hongera sana. Kwa hiyo nashukuru kwamba kila ambacho nilikuwa nakitarajia ndio kilichotokea jana. Niliwaambia sikati keki yangu iko Morocco. Matokeo mazuri nitayapata Morocco, ndio hayo atanisababisha mimi niweze kufurahi. Kwa hiyo jana sijakata keki, nimeongeza mwaka na nimeongeza faraja zaidi kuona Taifa Stars inafuzu kwenye hatua inayofuatia. Kwa hiyo sijawahi kuiona inacheza mpira mzuri kama huu. Taifa Stars imeonyesha performance kubwa sana. Watu wengi wanatudharau, watu wengi wanaleta ule usimba na uyanga, wanaiharibu timu yetu ya taifa. Tutoke huko. Sasa hivi tuko kwenye wakati mwingine kabisa. Mimi na imani kwamba hichi kikundi ndio kitakuja kuondoa matatizo yote yanayoendelea kwa wale wachambuzi uchwara, wachambuzi maandazi wale. Kitakuja kuondoa matatizo yote. Sisi tunawaambia kwamba hii Tanzania ya Tanzania Sport Influencers, sisi ndio watetezi pekee ambao kuondoa matatizo yote. Asanteni sana. Asante sana. Naam, tutaanza na majina yako, lakini utatuambia matarajio yako sasa kuelekea hatua nyingine. Taifa Stars inaenda kushuka dhidi ya Morocco. Kwa majina anaitwa Mustafa Ngandu, shabiki namba 1 Taifa Stars. Tanzania sasa hivi ilikofikia tunaiamini 100% inaweza kacheza timu yote duniani, iwe Brazil, Morocco, awe nani tunacheza naye. Timu tunaye, uwezo tunaye. Tunaomba tuisupport timu yetu ya Tanzania Taifa Stars kwa hali na mali. Jamani, taifa ni moja tu.
Asante sana. Tuko na mchungaji bwana. Mchungaji, tu wakumbusha Tanzania majina yako na utatuambia performance ya kikosi cha Taifa Stars na umeyapokeaje matokeo haya ya Taifa Stars kuingia 16 bora? Nimepokea kwa majina. Kwa majina naitwa Niva Mbaga maarufu mchungaji wa Taifa Stars. Nimefurahi kitu cha jana, kwanza jana sikulala. Kila sana auta tule goli. Kwa jana nimefurahi sana na sifa kubwa ziende serikali. Serikali imetumia nguvu kubwa sana, hata naibu waziri amefanya kazi kubwa sana kuweza kuhamasisha watu, hata rais wetu ametumia nguvu kubwa sana kwa ajili ya tukio kama hili. Tuwape sifa zao na tuwapigie makofi kwa ujumla. Tuombe. Mungu tunakushukuru kwa aliyotokea jana. Amen. Mungu tunasema asante maana Watanzania wamefurahi. Amen. Mungu tunaomba mechi ya fainali. Amen. Tukawepo Morocco tena. Amen. Tukachukua ubingwa tena. Amen. Mungu unaomba mbingu na nchi. Tunaikabidhi Stars mikononi mwako. Mbariki Tanzania. Mbariki rais wa Tanzania. Mbariki waziri mkuu. Wabariki viongozi wote, mawaziri wote, wachezaji wote, kocha wetu Gamondi. Tunawakabidhi mikononi mwako. Nchi hii tunaweka mikononi mwako. Ikalete amani kwenye nchi yetu. Na watu wote waseme amen. Amen. Semeni tena amen. 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 Naam, asante sana. Ni mashabiki hao wa Taifa Stars ambao wanaonyesha kufurahishwa na kukoshwa na timu yao baada ya kutinga hatua ya 16 bora. Mchezo unaofuata Taifa Stars inatarajia kukipiga dhidi ya Morocco mnamo Januari 4, 2026 na michezo yote itakuwa mubashara kupitia kisimbuzi chetu cha Azam TV. Cha kufanya hakikisha unalipia mapema ili kuweza kuepukana na usumbufu wa kimtandao. Kutoka hapa Magomeni kanisani, mimi ni Khadija Khalifa na sina la ziada, nikurudisha moja kwa moja studio kwa Moses Mohamed. Jana tulipopata dua, wako tayari tena na leo. John Kasembe kutoka Mtwara. Hebu tusikie tena dua leo. Naam, ni kweli nipo katika manispaa ya Mtwara Mikindani, ambapo kama mnavyoona nipo na mashabiki wa Taifa Stars. Leo hii wanaendelea kuzungumzia namna ambavyo timu yao ilivyoweza kufanya vizuri. Kama mnajua jana Tunisia wamekwenda draw na Taifa Stars. Tutawazungumzia na tutawasikiliza mashabiki hawa namna ambavyo wanazungumzia baada ya kumalizika hatua hii ya awali. Brother, jina lako unaitwa nani? Hebu tuambie sasa namna ambavyo timu ya Taifa Stars ilivyofikia hatua hii. Kwa majina naitwa Ramadhani Omari, ni shabiki mkubwa wa timu ya taifa. Kwa kweli nimefurahi sana, maana ni mara ya kwanza timu yetu kwenda hatua ya 16 bora toka kuzaliwa, ndio jana nimeona, na mpira umebadilika kwa kweli. Mechi ya kwanza na mechi ya jana vitu vili tofauti kabisa. Jana timu yetu iliperform vizuri, tunao uwezo wa kupambana na mtu aina yoyote, awe Morocco, awe Senegal, awe Nigeria. Kwa ujumla tunakubali, tumekubali show na kocha wetu tumemwamini kwa kweli. Kikosi ambacho tulichopanga jana cha kufa mtu, mwaka huu na uhakika hata ili kombe linaweza likaja kwetu jamani. Ulitarajia au ulitegemea kwamba hatua hii tutafika? Kwa kweli jana asilimia 65 nilikuwa natarajia, lakini mpaka mpira unaanza dakika 10 asilimia 100 nikajua kabisa tunakwenda hatua ya 16. Tunakwenda hatua ya 16 kwa kweli. Asante sana. Brother, niambie jina lako nani na namna ambavyo umeiona timu ya Taifa Stars? Jina langu naitwa Ahmad Ngozi. Kwa performance ya jana imeniridhisha, na kwa hatua tuliofikia naamini tumeweka rekodi tangia taifa letu limeanza kwenye soka. Ila kitu kimoja, wa Tanzania tubadilike. Mpira una process nyingi ambazo tunatakiwa tuzifuate. Kwa hiyo kuna baadhi ya mashabiki wakianza kumfuata mtu wanamfuata mpaka wanamtoa kwenye mchezo. Mfano sisi tuna Samata mmoja, wenzetu akina Samata zaidi ya 100. Kwa hiyo unavyoanza kumfuata kumsema sana Samata, manake unamshusha hali ya upambanaji. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine timu yetu imeperform na imefika sehemu nzuri. Ni juhudi ambazo zinazotakiwa tuzifanye, na kama uongozi waendelee kuwekeza ili tufike hatua zinazofuata zaidi, na ikiwezekana tulete kombe Tanzania. Asante sana. Brother, hebu tuambie brother, unazungumziaje Taifa Stars? Umeangalia mpira? Hebu tuambie. Nimeangalia. Umeionaje timu yako? Timu yetu iko vizuri sana. Kufanya masiara hata kombe linaweza kuja hapa. Nimeamini kabisa. Endelee kupambana tu. Naam, hawa ni baadhi tu ya mashabiki wa Taifa Stars, namna ambavyo wamepokea vizuri baada ya timu ya Taifa Stars kutoa suluhu ya 1-1 na Tunisia pale jana, na sasa wanasubiri hatua inayofuata inaweza kusonga mbele.
mabadiliko makubwa ya Taifa Stars ambao yameonyesha katika michuano hii ya AFCON. Niwarudishe studio kuendelea na matangazo haya. Arusha pia wako tayari. Ramadhani Vungi kutoka jiji la watalii Arusha. Mashabiki wa Taifa Stars, tuwasikie. Naam, uhali gani popote pale ulipo unapofuatilia matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa jijini Arusha. Nipo katika eneo la kijiwe maarufu sana hapa, maarufu kwa jina la stendi ya Loliondo. Wadau wa soka ndani ya Arusha wanapatikana hapa kwa wingi sana. Ukifika hapa mjadala ni kuhusu soka. Nakutana na wadau ambao nyuso zina bashasha kweli kweli. Furaha mlionayo inatokana na nini hasa? Tuanze na majina kabisa. Kwa majina naitwa Hayo Bari Mgaza aka mtafiti, napatikana chini ya mti cha Mrabedi. Kwa hiyo kwamba furaha tuliokuwa nayo kwanza inatokana na matokeo ya jana, Taifa Stars wameshinda. Kwa hiyo kijiweni hapa ndio bana, kama vile unaona watu wanakunywa kahawa, wanapiga story, wanakunywa chai, ni kwa sababu ya furaha ya jana. Mgaya ama mtafiti, hebu tuambie kwa tathmini yako unavyoona kwa namna ambavyo kikosi cha Stars kilicheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Nigeria, baadaye kikaja dhidi ya Uganda na hatimaye dhidi ya Tunisia. Wewe ni kitu gani kilikuwa kinakupa wakati Stars inashuka uwanjani kucheza mechi zake hizi? Acha kwanza mimi nilimwamini kocha, kwa sababu nikifikiria kocha Gamondi ni mtu ambaye ana plani nyingi sana. Na katika mashindano yoyote ambayo ni makubwa usitegemee zaidi wachezaji. Mchezaji bora ni yule ambaye mwenye kufuata maelekezo ya kocha. Kwa maana hiyo kwamba Gamondi kwa jinsi ninavyomjua mimi tangia yuko Young African, yuko vilabu vya nje vile kama Raja Casablanca, Gamondi yuko Singida, ni mtu ambaye anatumia plani nyingi sana. Kwa maana hiyo nilijua kabisa kwamba wachezaji kama wakifuata mifumo ya kocha na wakimsikiliza vizuri, wakifuata mahitaji yake, watafanya vizuri. Na matokeo ndio yale ambayo tumeona kwenye mechi ya Nigeria. Kwamba wachezaji wameelekezwa na wakafuata maelekezo ya kocha. Katika hizi mechi zote tatu tunafahamu kwamba Stars mechi ya kwanza ilipoteza kwa goli 2-1, mechi ya pili ikatoa sare dhidi ya Uganda na mechi ya tatu sare dhidi ya Tunisia. Katika hizi mechi zote tatu ni mechi gani ambayo hapa Stars ilikuwa inaelekea kabisa kupata ushindi, lakini kwa bahati mbaya haikuibuka na ushindi wa moja kwa moja? Yaani unajua kwa jinsi unavyomjua Gamondi, kama jinsi ambavyo nimekueleza mwanzo, kama game plan ndio inayocheza zaidi bila kutegemea mchezaji mmoja mmoja. Kwa maana hiyo kwa jinsi nilivyoona kwanza mpira wa Nigeria na Tanzania, kwenye mechi ya Nigeria tulistahili kushinda kwa sababu ya nafasi ambazo tumezitengeneza. Na vile vile pia ukiangalia pia hata mechi ya Uganda tulistahili kushinda. Hata ukiangalia mechi ya jana ya Tunisia walituzidi sehemu fulani, yani timu hizi kubwa Nigeria na timu kama Tunisia walituzidi kwa sababu wana wachezaji wakubwa. Kwa hiyo ile speed yao, kasi yao, umiliki wao wa mpira ulituzidi. Lakini game plan ya Gamondi kwamba hawa ni wazuie namna gani, alafu ni washambulie kwa njia ipi, ndio njia ambazo zimetusaidia sisi mpaka kufika hapa. Sawa. Yeah. Huyu ni Yahaya Mgaza. Huyu ni Mgaza maarufu kama mtafiti, lakini ni matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Arusha katika kijiwe cha Loliondo, stendi ya Loliondo, na niko nazungumza na mashabiki kupata kusikia kwao nini ambayo wanaweza kusema tathmini yao kuelekea wakati Stars ikiwa katika michuano hii ya AFCON ya Morocco 2025. Hapa nazungumza na nani? Unazungumza na David Lazaro Mole. Mimi nimefurahi sana jana Taifa Stars kucheza vizuri. Wamefuata maelekezo ya kocha, hawajakosea. Ila tutaenda kushangaza Morocco kwa sababu na hakika tutashinda. Kwa sababu tunakuwa tunaogopa, lakini ni mpira wa miguu, ni dakika 90. Si ndio? Kwa hiyo watu saa nyingine wanatumia majina makubwa. Morocco ni timu kubwa. Hakuna timu kubwa. Dakika 90 ndio na maamuzi. Ni maelekezo ya kocha, watakavyofanya vizuri itaonekana mpira kwamba tumepanda kiwango. Toka 2025 naona sasa hivi Tanzania hatuko kama miaka ya nyuma. Naona mpira imeprove kwetu. Kwa hiyo sasa hivi naona mwelekeo. Mwanzoni wakati wa hili kundi C ambalo lilikuwa limepangwa katika michuano hii ya AFCON, wengi walikuwa wanaona kama ni kundi ambalo limechangamka kwa namna fulani, wakitazama timu kutoka magharibi, timu kama ya taifa Nigeria, majirani zetu Uganda, lakini timu ya Afrika Kaskazini Tunisia. Sasa Stars imeingia katika 16 bora, na wadau wa soka hapa Arusha wanakuambia kwamba kwa sababu Stars imepangwa dhidi ya Morocco kucheza katika mtoano, sasa wanakuambia
Stars itaishangaza Morocco. Hii jeuri unaipata wapi sasa? Unajua wametusoea sisi kwamba sisi ni underdog kila wakati. Sasa safari hii wasitegemee kwa njia hizo. Waelewe sasa mpira wa Tanzania imekuwa, kwa sababu hata juzi tunapanda katika grupu C ilikuwa inaonekana Tanzania ni underdog sana. Lakini si hivyo walivyokuwa wanategemea. Sasa hivi anakutana na mpira mkubwa. Kwa hiyo tuna uhakika hata tarehe hiyo 4 nina hakika tukienda mpaka draw, tukienda kwenye matuta wameondoka. Kocha Gamondi afanye nini sasa ili kuhakikisha Tanzania inazidi kulinda heshima ya nchi yake? Stars inaendelea kufanya vizuri katika mchezo unaofuata dhidi ya Morocco. Gamondi afanye nini? Mimi namuamini Gamondi kwa sababu ameshawasoma mchezo. Atajua atapanga nani na nani kwa adhibiti wa Morocco. Kwa hiyo mimi sina mashaka na Gamondi. Gamondi ni kocha mzuri, ana uzoefu wa muda mrefu. Kwa hiyo na hakika atawadhibiti. Morocco wanatoka. Anaweza akatoka, kwani nani wao bana? Ni watu wa kawaida. Hakuna underdog hizi. Waeke pembeni ile. Mimi naendelea kupiga story na wadau wa Arusha hapa, wadau wa soka. Wewe umekuja hapa bwana, alafu ukaleta amshamsha ukasema bwana hao lazima watoke. Unasemaje? Kwanza tuanze na jina lako. Mimi naitwa Joni. Lakini kwa kuongea ukweli Taifa jana wamejitahidi sana, tumefurahi. Ila ulikuwa wapi wakati tunaangalia vibandani huko? Tumefurahi sana. Hali ilikuwaje vibandani? Mshamsho zilikuwa ni nyingi sana kwa Taifa, watu wameshikamana. Hatoki mtu. Kuna muda ulipata pressure kidogo kwamba sasa itakuwaje kidogo, lakini tulivyoingia kipindi cha pili Faisal mtoto akuweka ile chuma watu tukarudi tukawa tuna nguvu, tukawa tuna msearch. Wenyewe wakawa na akili wale Tunisi, wakawa na wasiwasi tusiongeze chuma cha pili leo sikutana na Morocco. Lakini si Morocco tumuogope. Kwa hiyo Tunisia nao wanataka kuniambia walikuwa naomba mpira uishe. Kwa sababu yeye tungeongeza cha pili wenyewe walikuwa na wasiwasi tusikutane na Mwarabu mwenzio. Ndio wakaona bora ngoma ikae hapa. Bwana, kama tulivyosema hii ni Arusha na tuko hapa katika stendi ya Loliondo na wanazungumza soka. Wadau wa soka wanaizungumzia Stars ambavyo imeleta heshima kwa taifa baada ya kutinga hatua ya 16 bora katika AFCON ya Morocco. Unataka kuongea kidogo lakini anza na majina yako. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Ramadhani Mwenjuma. Mimi cha kwanza nampongeza kocha Gamondi. Pili naipongeza serikali yetu kwa kuwekeza michezo pamoja na TFF. Ila mimi ni mshabiki namba 1 wa timu ya taifa. Huwa timu ya taifa naipenda sana. Kweli? Kupita maelezo. Ni mzalendo namba 1, sijui wengine. Ila mimi timu ya taifa itacheza saa 8 za usiku. Mimi niko lazima niangalie. Jana uliangalia ukiwa wapi? Jana niliangalia nikiwa nyumbani. Sawa. Umetulia kabisa. Nimetulia naangalia mpira unavyochezwa. Kwa kweli ile chuma ya kwanza ya penalty ilivyoingia ile, ulikuwa katika hali gani wakati tunafunga? Kwa kweli iliniuma, lakini katika ninavyoangalia mchezo unavyocheza Tunisia na Tanzania, bado imani nilikuwa nayo kutokana na mchezo unavyocheza Tanzania. Pili, naamini 2027 Taifa Stars haitakuwa hii tena. Itakuwaje? Itakuwa Taifa Stars nyingine, kwa sababu sasa hivi wachezaji wengine wanaokuja watakuwa na ubora zaidi. Na wachezaji watakuwa na moyo zaidi kwa hatua tulipofikia. Hebu waambie wa Tanzania kuhusiana na timu ya taifa ya Tanzania hasa baada ya hiki ambacho wamekifanya jana. Goli la Faisal linaivusha kuipeleka katika 16 bora. Waambie wa Tanzania, wewe unaizungumziaje Stars ya sasa? Kwanza Stars ya sasa na waisi wa Tanzania, tupendeni timu yetu ya Tanzania. Ndio timu bora ambayo sisi tunaitegemea. Hata serikali yetu iwekeze sana kwenye timu ya taifa. Watanzania waendelee kuipenda timu yao ya taifa wakiwa na matumaini kwamba itaendelea kufanya vizuri zaidi katika michuano hii ya AFCON ya Morocco 2025. Kumbuka kwamba Stars imetinga katika hatua ya 16 bora ikiwa pata kipigo cha goli 2-1 dhidi ya Nigeria, baadaye ikatoa suluhu ya 1-1 dhidi ya Uganda na hatimaye ikatoa goli 1-1 dhidi ya Tunisia, na sasa Stars imeweka historia na heshima nyingine kwa Tanzania. Mimi ni Ramadhani Mvungi nikiwa hapa katika stendi ya Loliondo, wadau wakiwa wanapata kahawa lakini wakiwa wanajadili soka. Stars oye! Asante kwa sasa.
Kwa wakati huu, hebu tugeukie kule mkoani Lindi kwenda kuwasikiliza mashabiki wengine wa timu ya taifa Taifa Stars wakielezea furaha yao kufuatia kufuzu kwa timu ya taifa kwa hatua ya 16 bora ya AFCON. Kwa mpira wa timu ya taifa toka tunaanza kuingia hatua hizi, kwanza mimi niliamini lama tutavuna chochote kwa ubora wa sasa soka letu la Tanzania. Na hata tulivyopewa nafasi yani katika vilabu bora au ligi bora Tanzania ligi ya 5, yani wala kukosea. Lakini wadau wa mpira wa Tanzania ni wengi. Kwanza hatuangalii mpira, tunapenda timu tu. Lakini ukiwasilio ukiangalia mpira unacheza hizi Tanzania imebadilika pakubwa sana. Sawa? Tunakutana vilabu vikubwa, tunapambana na wao wanajua Tanzania sisi sio wanyonge. Labda kuna baadhi ya washabiki wetu wa Tanzania wengi ni wadau wa Simba na Yanga. Yaani hawapendi mpira ndio shida Ila kiwasilia Tanzania zaidi timu yetu ya taifa ni bora. Unaona? Na matokeo ya jana sisi kwa leo tunapenda mpira, tulijua tutayapata. Na mpira wa Afrika kwa kifupi ni wa hesabu. Ijeshi mcheza vizuri, mcheza vibaya. Unafanya hesabu. Na kocha Mahmoud Ofa kumbe nchi yetu kufikiria kuchukua Gamondi, kwanza tunawapongeza. Watifikiria kocha mzuri. Ambaye kocha Gamondi ni kweli tumeona jawabu kufundisha Yanga, alikuwa ni kocha anataka kujilinda na kushambulia. Na sisi baada kuchagua kocha wetu tuliamini kumbe kama tufike kokote kwa bora wa mwetu kwa nao. Ila tunawapongeza tu kwa maamuzi waliyofanya na timu yetu kwa hatua ya kuingia 16 bora, na kitu tumeingia kibabe, lakini tufanye hesabu ambaye watu wengi hawakutegemea. Na wengi walibeza na hadi wadau wenzetu tulikuwa tunashindana kama Simba na Yanga hivi kwenye video vyetu. Kuna wengine wasema mimi sijui mimi Mwarabu, mimi Nigeria. Kuna watu walitusaiti wengi. Akileo tutaongea lugha moja kwa matokeo haya. Na nafikiri battle linaendelea hata vijiweni ukitembea. Utaona watu wanashinda kusema wewe batasibu kwamba kuna watu hadi mali wamvuka kwa alama 3. Sikuvuka kwa alama 2. Sasa kitu cha ajabu na mashindano ni mashindano ya hesabu. Kwa kifupi napongeza timu yangu ya taifa, waendelee kujituma. Yaani wale wako wanabeza baadaye wajifunze kupitia hii. Taifa Stars kwa matokeo haya mimi nilijua kwamba sisi kufuzu tutafuzu tu, kwa sababu nilishaongea kwamba Taifa Stars ya sasa hivi tofauti na miaka ya nyuma. Ina press vizuri, inatafuta goli, kwa sababu ukija kuangalia mechi zote 3 imepata magoli. Hakuna mechi isiyopata goli. Yaani hamna timu yote nayo katoka na clean sheet. Zote tumewafunga. Kwa hiyo mimi nilitegemea kabisa jana kwa matokeo ambayo yaliyotokea, niliamini kumbe itatokea hayo. Tena niliamini kabisa tunamfunga. Ila kwa sababu bahati mbaya au bahati nzuri imetokea suluhu. Yeye suluhu tumefanya mpaka tupenye. Nashukuru kwa hilo. Wamenikosha sana Taifa Stars na waendelee kufanya hivi kwa sababu sisi tunachotegemea ni hiki. Sio tangu miaka hiyo kwamba tukifika hata AFCON basi hata pointi moja tupati wala goli tupati tunarudi nyumbani. Tunakuwa underdog miaka yote, ila sasa hivi tumesha improve. Tumeshakuwa watu wakubwa na sisi tupo katika nchi ambazo zinasaminika. Jina la kichwa cha mwendawazimu limeondoka. Hakuna jina kama hilo sasa hivi. Kichwa cha mwendawazimu hakuna. Sasa Mtanzania wote atakaa akasema Taifa Stars ni kichwa cha mwendawazimu, sio kweli. Kwa sasa hivi kwa sababu timu yenyewe ukiangalia tu unajua kabisa hii timu sasa hivi iko vizuri. Kwa nini uitete na jina hilo? Hongera sana kwa Taifa Stars. Hongera sana kwa wachezaji, hongera sana kwa benchi la ufundi. Kwa binafsi yangu mimi matokeo ya Taifa Stars nimepokea vizuri na nanipa moyo kwa AFCON 2027 kama mwandaaji, ila ushauri wangu uraia pacha utumike ili tuende kusonga mbele. Manake wenzetu Komoro ukiangalia visiwa vya Venvedes juu huko wote wametumia uraia pacha, ndio maana mpaka sasa wanafanya vizuri. Lakini tukitumia kumbe sisi kama ni sisi tu hatuwezi kufanikisha lolote, manake sisi wenyewe tunaogopa watu. Kwa hiyo naomba serikali yetu ya Tanzania ikubali uraia pacha ili tupate changamoto ya wachezaji kama vile yule Mwarabu yule sio ni Tanzania, ila tu uraia pacha umekubalika basi. Kwa hiyo wale wote wenye asili ya Tanzania wapewe uhuru waje kuchezea taifa lao ili tusonge mbele. Leo hii Tanzania tunaonekana hatupo chini kisoka kwa ajili ya hawapo ambao wanaochezea nchi ya Tanzania.
kama vile akina Haji Mnoga wamekuja kuongeza kitu kwenye timu yetu ya Tanzania. Akina Mombwe wamekuja kuongeza kitu kwenye timu yetu ya Tanzania. Kwa ajili ya nini? Ya kutoka nje ya Tanzania. Ushauri ni huo tu, naomba uraia pacha utumike ili 2027 tufanye vizuri Tanzania. Kutoka Lindi hivi sasa tuelekee kule Dodoma. Mwenzetu Joyce Mwakalinga yuko tayari kabisa na mashabiki wa Taifa Stars, na wenyewe tusikie sauti zao. Naam, hapa Dodoma ni sehemu ambayo inajulikana kama Machinga Complex, ambapo ni soko kubwa, lakini ni miongoni mwa maeneo ambayo yana mashabiki wengi wa mpira ambao wamekuwa wakizungumzia soka mara kadhaa, hususan kunapotokea mechi za aina hii za ndani na nje ya nchi. Jina langu ni Joyce Mwakalinga, basi niko hapa na tutazungumza nao mawali matatu, na wenyewe watatoa mawazo yao, lakini wamepokeaje hasa ushindi huu wa Taifa Stars pamoja na Tunisia, ikiwa ni mara ya kwanza kuingia katika hatua ya 16. Unaitwa nani? Naitwa Venance Kasambula. Naam, hebu tuambie umepokeaje ushindi huu wa Taifa Stars? Hakika tumepokea kwa furaha kubwa sana, maana yake timu imejitahidi kwenye mechi ya jana, imeonyesha kiwango kikubwa sana, japokuwa matatizo kidogo ya kiufundi ambayo ya kurekebishwa tu ambayo aliyafanya Baka wakasababisha Tunis kupata goli. Hayo ni matatizo tu ya kurekebishwa, ila tunaombea Mungu kikosi chetu kinapokutana na Morocco wafanye makubwa kushinda jana walioonyesha. Unadhani kwa kifupi nini siri ya ushindi huu ambao umekuwa ni wenye matarajio na mafanikio makubwa kwa Tanzania? Mimi nadhani ni wachezaji kwa mechi kama ya jana pia ni wamejituma sana. Yani ni kujituma kwa wachezaji pia ni ameleta mafanikio, manake ingekuwa hamna umoja kusingekuwa na mafanikio katika timu yetu ya taifa. Nakushukuru sana. Unaitwa nani? Naitwa Paul Joseph almaarufu Laspajo. Ndio kabisa. Mapokeo yako yakoje kufuatia ushindi wa Taifa Stars? Kwa kweli mapokeo yangu mimi nasema kwa kweli ni mazuri sana na tumefurahi sana. Kwa sababu miaka mingi Tanzania tumekuwa tukishindwa kufanya vizuri kama tulivyofanya sasa hivi. Na kwa sisi imeleta kama morality fulani, hata kizazi cha baadaye kinakuja kuiga kitu kikubwa ambacho tumefanya. Kwa kweli sisi wenyewe tumefurahi sana, ni kitu ambacho kwa kweli hatukutegemea, kwa sababu ukizingatia kundi lenyewe lilikuwa ni kundi gumu sana, na hata tuliokutana nao pia ni wazuri sana. Ukilinganisha na sisi ni underdogi. Watanzania huwa tunaitwa underdogi, lakini sio walisia. Vijana wamepambana na uwezo wameonyeshwa. Kwa kweli sisi tunashukuru sana. Kwa kweli kwa hapo tulipofika ni hatua moja kubwa sana, tutaikumbuka milele na daima. Ndio. Ni upi ushauri wako kwa kifupi ili walau tuendelee kufanya ama Taifa Stars iendelee kufanya vizuri? Ushauri wangu mimi nafikiria ni tuige tu mfano kwa viongozi wetu, hususan mama. Mama anatubeba sana, na mama ni mtu wa michezo na anapenda sana michezo. Kwa hiyo tumepata mafanikio makubwa sana kupitia kwa mama, na ni mtu ambaye kwa kweli sisi hatutakaa tumsahau daima, kwa sababu ameonyesha ni namna gani taifa lake analipenda, na hususan kwenye swala la michezo. Kwa kweli mama katubeba sana, na hata ukiangalia uwezeshwaji tuliowezeshwa sasa hivi ni tofauti na kipindi cha nyuma. Ukiangalia hata morality ya wachezaji ni tofauti na kipindi cha nyuma. Ukiangalia hata benchi la ufundi lenyewe kwa kweli limekuwa na morality kubwa sana. Kwa hiyo pongezi kubwa ziende kwa viongozi wa nchi. Nakushukuru sana, nakushukuru sana. Bado niko na mashabiki hapa katika soko la Machinga, ambapo pia ni eneo ambalo lina mashabiki wengi wa soka. Unaitwa nani? Naitwa Michael Mabwai. Hebu tuambie na wewe mapokeo yako kufuatia ushindi wa Taifa Stars. Matokeo nimetokea mazuri sana. Relax, simama kawaida. Matokeo nimeyafurahia sana, na mimi nayo naombea timu yangu ya Taifa Stars iendelee kusonga na kundi tunaokutana nalo hilo hapo, ifaulu zaidi ya hapa tulipofaulu. Kwa jambo la kwanza ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu katika hali halisi kwa miaka yote iliyopita nchi jitahidi sana kufikia lengo hili, lakini ilishindikana. Kwa hali ilivyo sasa, mimi ningependa kwanza Tanzania wote tushikamane, tuiombee timu yetu ifike mbali. Morocco sio timu ya kufutisha, ni timu ya kawaida sana, kama vile Tunisia tu. Kwa hiyo tumepita kwenye best loser, lakini ningependa kuishauri serikali ifanye mpango wa kuweza kuchukua vijana mashuleni wale wenye vipaji, kuwapeleka nchi ambazo zimeendelea kimichezo kama Italy,
Spain, Ujerumani, wakasomea michezo ili angalau AFCON ya 27 tuwe na vijana waliokomaa, sababu kina Msuva kina Samata wanazeka hivi sasa. Ndio maana yangu na usami. Na unatoa ushauri gani sasa kwa ujumla wake ili iendelee kubaki kwenye nafasi hii ama ifanye vizuri zaidi na zaidi? Mimi ushauri wangu, nadhani tusizoee wachezaji wa majina. Kwa mfano sasa hivi unaona kama Mabula tulikuwa tumjui, Momba tulikuwa tumjui, lakini huyu golikipa wetu aliyeumia juzi ambaye jana kadaka Masalanga, wote tulikuwa tuwaamini. Lakini ningependa waendelee sana kuamini vijana, wasisite kuamini vijana, na makocha watoe ushirikiano kwa Gamondi, wasimwache peke yake. Nakushukuru sana na nikutakia wakati mwema. Amina, amina. Naam, basi hao ni baadhi ya mashabiki kutoka hapa soko la Machinga ambao walikuwa wakizungumzia kuhusiana na ushindi wa Taifa Stars. Na kufikia hapo ninarudisha mic kwa studio zetu za jijini Dar es Salaam. Jina langu ni Joyce Mwakaringa kutoka hapa Dodoma. Nikutakie kila laheri na mwaka mpya mwema. Wakati huu hebu tuelekee maeneo ya Buguruni ambako Khadija Khalifa anarejea tena hapa akiwa na mashabiki wa Taifa Stars. Naam, asante sana Moses kwa mara nyingine tena. Tuko hapa Buguruni kwa wauza mbao jijini Dar es Salaam na mashabiki wa Taifa Stars kuzungumzia namna ambavyo wamepokea matokeo ya Taifa Stars kuingia katika hatua ya 16 bora. Nikwambie tu kwamba Taifa Stars imefanikiwa kuingia hatua ya 16 bora baada ya kuwa imefunga magoli 3, imefunga magoli 4 na kuwa na alama 2. Hii ikawa nafasi ya 3 na kuifanya kuwa best loser. Niko hapa na mashabiki. Tutaanza na majina yako na utatuambia unazungumzaje performance ya Taifa Stars na yenyewe kuingia katika hatua ya 16 bora? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi jina langu naitwa Isiaka Muhammad Mbegu maarufu Isiaka Njapa. Tunashukuru kwanza kwa kuingia hatua ya 16 bora. Vijana wamepambana, vijana wamejitoa, na Mama Samia tunamshukuru vile vile, ametupa support kubwa kuonyesha kama timu yake Taifa Stars kwamba inahitaji nini. Kwa hiyo kwa hilo sisi bwana tuwapongeze sana vijana wetu wa kwenda kwenye hatua ya 16 bora, na vile vile tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila upande kwa kutufikisha eneo la 16 bora. Inatarajia kucheza kwenye hatua inayofuata dhidi ya Morocco. Matarajio yako ni yapi? Sisi matarajio yetu bwana ni ushindi. Sisi hatumwangalii Morocco kwa sababu ni mkubwa, tutacheza kwa kumheshimu kwa sababu ni mkubwa. Sisi ni wembe ni ule ule. Yaani kama wanavyosema CCM wembe ni ule ule ni ushindi, na sisi Taifa Stars tutaenda vile vile wembe ni ule ule ni ushindi tu. Asante sana. Tuko na shabiki mwingine hapa, utatuambia majina yako, lakini pia kikubwa ni kuhusiana na Taifa Stars. Imefanikiwa kuingia hatua ya 16 bora. Wewe kama shabiki unalizungumziaje hilo? Kwa jina naitwa Hashim Mido, napatikana hapa katika maeneo ambao. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hai mpaka leo tumeona timu yetu ikiingia katika 16 bora, na tunashukuru TFF kwa kutuletea kocha bora. Gamondi ni kocha bora, ni kocha sahihi ambao wa Tanzania tunamwamini tukampa timu. Kwa hiyo kila kitu kimeonekana, maana siku hizi mpira unaonekana hadharani. Wachezaji wanapambana, wachezaji wanajitoa kwa ajili ya taifa lao. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Mungu tuiombee timu yetu ifike mbali. Asante sana. Naam, tuko na shabiki mwingine hapa, atatuambia majina yake, lakini tuambie Taifa Stars kuingia 16 bora wewe umeipokeaje hiyo? Kwa majina naitwa Hamisa Asmani Soma. Kwa mwendelezo ambao tuliocheza jana, kwa mpira tuliocheza jana, tumejitahidi, tuendelee kupambana, na jinsi tulivyoingia 16 bora ndio kwa mara yetu ya kwanza. Furaha kwa Tanzania wote. Ila tu isipokuwa natakiwa serikali kama kweli tunataka sasa tena vijana wa kupambana haswa, tuwekeze kwenye michezo kweli, tutoe angalau hata watoto 100 kuwapeleka nje kwenda kupata mafunzo, kwa sababu mle kuna baadhi ya wachezaji umri umeshaenda. Sasa tukifanya kazi ambayo kuwategemea hawa sasa tutakuwa tutapata mandaji mengine tunakosa tena. Asante sana. Naam, tunaendelea na kusikia maoni ya wachezaji. Watuambie timu yao ya taifa imeingia 16 bora. Wewe kama shabiki au Mtanzania umelipokeaje hili na performance ya kikosi chako umeionaje? Majina? Kwa jina naitwa Ramadhani Muhammad. Kwa kikosi changu jana kilivyo perform, kimeperform vizuri na kimetufurahisha Watanzania wote kwa ujumla. Na yani kwenye timu kuna makosa tu madogo. Kama kocha atakuwa ameyaona, nadhani atafanyia kazi na timu yetu. Mwenyezi Mungu ataijalia itafanya vizuri.
Matarajio yako sasa kuelekea hatua inayofuata ambapo Tanzania inatarajia kushuka dimbani dhidi ya Morocco mnamo Januari 4? Hapa kwa maoni yangu mimi, kwa hiyo Januari tunapokutana na Morocco, nadhani kwanza, jambo la kwanza kocha tunaye na benchi la ufundi tunalo. Hilo ndio jambo la kwanza. Na wachezaji nao vile vile tunao. Ila kocha tulikuwa tunamuomba kitu kimoja. Kibu Denis naye kidogo, naomba naye kidogo acheze. Kwa sababu naye Kibu Denis ana kitu. Atakuja kutuonesha Watanzania. Muona hata Samata jana alipotoka, timu yetu kidogo imefanya vizuri. Nashukuru kaka. Asante sana. Ni mwananchi huyo, lakini alikuwa anaomba kwamba kocha aweze kuchezesha baadhi ya wachezaji ambao amewataja hapo. Tuko na mzee hapa, lakini baba yetu utatusamehe kwa leo, muda wetu umetuishia. Nikukumbushe tu kwamba Taifa Stars inatarajia kushuka dimbani dhidi ya Morocco kama best loser, lakini miongoni mwa timu 4 ambazo kwa sasa zimeingia katika hatua hiyo ni Benin, Msumbiji pamoja na Sudan. Sudan itaangalia matokeo ya leo, itakavyokuwa then ndo watakuwa na uhakika kuelekea hatua ya 16 bora. Nikiripoti kutoka hapa Buguruni kwa Uzambao, mimi ni Khadija Khalifa, nikurudisha moja kwa moja studio kwa mwenzangu Moses Mohamed ili aweze kuendelea na matangazo mengine. Hongera. Nami nimeyapokea kutoka hapo Buguruni na moja kwa moja na kupeleka Morogoro ambako mwenzetu Teresia Mwanga naye yuko na mashabiki. Mjini Morogoro nimekuja kuzungumza na Watanzania ambao ni mashabiki wa soka kutaka kujua ushindi wa Taifa Stars wa kufanikiwa kuingia hatua ya 16 bora wameupokeaje, lakini wana matarajio gani kuelekea michezo ambayo inafuata, hususan mchezo ambao Taifa Stars anatakiwa kukutana na Morocco pale jijini Rabat. Timu inaonekana inacheza vizuri. Ni makosa madogo ya kibinadamu ambayo mwalimu anatakiwa ayatazame, na washabiki tuache miemko ya kuwapangia makocha timu, hali ya kuwa yeye mwalimu mmemkabidhi majukumu ya kufanya ile kazi. Mwalimu ndo anajua yupi asimame, yupi akae benchi ili kwa ajili ya kuangalia mechi yake anaichezaje. Lakini washabiki wa Tanzania tuna mambo mengi sana ya kumpangia mwalimu mpaka viongozi waliobakia kwenye benchi la ufundi. La pili, TFF kwa hili sasa wawe wamepata fundisho ya kuwaandaa vijana, wajue kabisa mpira ni ajira tosha kwa vijana. Tusifanye biashara ya ukilitimba mtoto wa fulani ndo aingie pale acheze. Mikoani kuna vipaji vingi, watoto wako wengi. Wachukueni, wawekeni akademi. Ndani ya miaka 2-3 mmeshapata timu ya taifa iliyokuwa bora yenye kufanya mazingira mazuri kwa kufuata nyayo za kaka zao. Mimi ushindi nimeupokea vizuri sana, kwa sababu japokuwa sio matarajio yetu, lakini nimeupokea vizuri, na kingine ninachoomba Watanzania tuwape nguvu wachezaji, kwa sababu sisi kule sio tunaenda kutafuta kombe, tunajifunza, kwa sababu wenzetu wamekaa muda mrefu mpaka wanafanikiwa. Kwa sisi tunataka tuvumilie, tukae muda mrefu ili tufanikiwe. Sasa tukienda tu tunaenda matokeo uwanjani kwamba sisi tunataka kombe la Afrika, ni kitu hicho ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze kupitia kwa wenzetu ili baadaye miaka mbeleni tutafanya vizuri. Tumepokea wote kwa taifa, wa Tanzania wote tumepokea ushindi kwa furaha kubwa sana. Lakini mimi maoni yangu, japokuwa ushindi tumepokea vizuri, lakini nimeona game zile tulicheza kipindi cha game mbili zilizopita na hii imekuwa tofauti kabisa. Zile games zilizopita kama tungecheza hivi, yani hata hii tuliovuka hii, yani tungevuka kwa kishindo, kwa sababu yani tulikuwa ile game zilizopita tulikuwa tunacheza kwa hofu. Lakini game hii ya mwisho hii tumecheza kwa hamasa. Kwa sababu gani? Tulikuwa tunataka kutafuta ushindi wa kuna, lakini tungetafuta ushindi kwenye zile nyingine tungeperform vizuri zaidi ya hapa. Kingine, huyu kocha tuliompata ni kocha mzuri. Sababu tangu ameingia kwenye hii timu ni muda mchache, lakini tunaona mbaliko anaonekanika. Kwa hiyo tunaiombea TFF iache kubadilisha makocha mara kwa mara. Ijaribu kana huyu kocha Gamondi anaweza akasaidia timu yetu na nchi yetu kupata mafanikio zaidi ya hapo. Taifa Stars nitaiona tutashangaza mataifa, kwa sababu ukiangalia sasa hivi hizi tunavyozidi kwenda tunazidi kubadilika. Tofauti mara ya kwanza kila mtu alituchukulia sisi kama ni wanyonge. Mpaka sasa hivi kila timu tunaocheza nayo wanaanza kutuogopa. Ni kweli. Mwaka uliopita Ivory Coast imewashangaza watu. Wametokea kwenye best loser wakachukua ubingwa, na sisi inaweza ikawezekana hiyo. Inaweza ikawezekana.
Taifa Stars kufuzu, nimefurahi, tumefurahi kwa ujumla. Imejitahidi sana kufuzu Beksiluza na imani tumepata nguvu ya hatua inayokuja inayofuata, na mechi yote tutakabiliana nayo. Mimi kama Mtanzania kiukweli nafurahi pale hatua tulofikia. Naiona Taifa Stars kama tutafanyia marekebisho yale makosa ambayo tuliyaona tangia mechi ya kwanza, ya pili mpaka ya tatu. Mimi naamini tutafika mbali. Tutafika mbali, isipokuwa tu mimi nachomshauri kocha na pamoja na benchi la ufundi kwenye zile sabu ambazo mtu anaonekana amechoka. Kwa sababu sisi kama mechi ya jana tulikuwa hatuna cha kupoteza. Kuna mtu mwingine anaonyesha amechoka kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni kubadilisha ili kuona, kwa sababu sisi tulikuwa tunataka ni matokeo ili tupite hatua inayofuata. Lakini kuna sababu zile ambazo zingine anachelewa, wakati nje yupo mtu ambaye anaweza kukava ile nafasi na akatusaidia kwa kuongeza nguvu, spidi, kwa sababu ni push kwa nguvu ili tulikuwa tushawawini wale wa Tunisia. Ni maoni ya baadhi ya mashabiki wa soka hapa Morogoro, wengi wakiwa na matumaini ya kwamba Taifa Stars ikiendelea kujiamini kama ilivyojiamini katika michezo miwili iliyopita, basi ina nafasi kubwa ya kwenda kufuzu hatua ya 8 bora ama robo finali. Teresia Mwanga, Azam Sports, Morogoro. Shukrani sana Teresia Mwanga, na shukrani kwa kila mmoja ambaye ameendelea kutukusanyia sauti za Watanzania kutoka pande mbali za nchi wakielezea furaha yao baada ya Tanzania Taifa Stars kufuzu kwa hatua ya 16 bora michuano ya AFCON inayoendelea kule Morocco. Jina langu ni Moses Mohamed, pamoja nami studioni Michael Yera pamoja na Philip Nkini. Usiende popote, viwanjani bado ipo kwa ajili yako. Tunakwenda mapumziko mafupi, tutarejea hapa.